Mheshimiwa Balozi, kwanza nikushukuru, asante kwa kutenga muda wako kutusikiliza, kwa sababu kumekuwa na taharuki ambayo kwa kweli kama taarifa zinavyoonyesha ni kwamba hali nchini South Africa si salama, hasa kwa wageni, lakini kumekuwa na picha mjongeo ambazo zina tafsiri kwamba wapo baadhi ya Watanzania ambao nao wamekutana na kadhia hiyo. Sasa kwa Bongo Ughaibuni Media tunapenda kujua kwa niaba ya Watanzania, ili ututoe shaka, kuondoa hii taharuki, kwamba je, ni kweli kuna Watanzania ambao nao wamekumbwa katika kadhia hii? Kwa sababu habari zinazotembea katika mitandao ya kijamii na zinazoonekana ni kwamba nchini South Africa wazawa wamechukua sheria mkononi kushambulia wageni hasa wa Kiafrika. Karibu Mheshimiwa Balozi. Asante sana ndugu mwandishi kwa swali ambalo umeniuliza kufuatia taarifa ambazo zimekuwa zikionekana katika mitandao ya kijamii katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusiana na kinachosemekana ni vurugu zinazofanyika katika Jamhuri ya Afrika ya Kusini dhidi ya raia wa kigeni. Taharuki kubwa ambayo umenieleza imejitokeza nyumbani ni baada ya kuanza kuonekana kwa picha za video zikionyesha baadhi ya watu wakipigwa, na watu hao husemekana kuwa ni raia wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Labda nianze kwa kujitambulisha kwamba jina langu ni James Bwana. Mimi ni balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika Jamhuri ya Afrika Kusini, mwenye dhamana pia ya wakilishi katika Falme ya Lesotho na Jamhuri ya Botswana. Kwa kujibu sasa swali lako ni kwamba kwa niaba ya ubalozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, taarifa ambazo tunazo ubalozini mpaka hivi sasa ni kwamba hakuna mtu yoyote katika kipindi cha siku za hivi karibuni ambaye ameshambuliwa ambaye ana uraia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ameshambuliwa na hicho kinachoonekana kuwa ni kama makundi ya raia wazawa wa hapa wakishambulia wageni. Hatuna Mtanzania yoyote ambaye tumepokea taarifa kwamba ameshambuliwa. Na ubalozi umeenda mbali, umefanya pia tathmini na kufanya mazungumzo na viongozi wa jumuiya za Watanzania katika majimbo kadhaa, majimbo 9 ndani ya Jamhuri ya Afrika Kusini, na kuwauliza kuhusiana na iwapo katika maeneo yao yupo Mtanzania yote ambaye ameshambuliwa kama inavyosemekana na kurushwa katika mitandao ya kijamii huko nyumbani. Ukweli ni kwamba videos zinazoonekana zikirushwa, yani picha mjongeo, zinahusisha matukio ambayo yametokea zamani, siku za nyuma. Mathalan, video ambayo imeonekana ikitembea sana katika mitandao ya kijamii kwa siku ya jana na juzi ni tukio ambalo lilimuhusu Mtanzania mmoja katika mji wa Cape Town mwaka 2023 ambaye aliingia katika duka moja na kujaribu kufanya vitendo ambavyo ni kinyume cha maadili. Basi alipokuwa akikimbia sasa kutaka kutoka katika duka lile, basi aliweza kukamatwa na wananchi wenye hasira, na ndio huyo anayeonekana akishambuliwa. Na tukio lile halina kabisa uhusiano na uraia wake wa kigeni, bali lina uhusiano wa moja kwa moja na kitendo kisicho cha kimaadili ambacho alikifanya ndani ya duka lile. Lakini kwa masikitiko makubwa, balozi umegundua kwamba tangu jana na juzi picha ile ya mwaka 2023 ya mjongeo imekuwa ikichukuliwa na imetengenezewa maudhui kuonekana kana kwamba ni tukio ambalo limetokea siku za hivi karibuni, mfano wiki hii au wiki iliyopita, na hivyo kuleta taharuki huko nyumbani na kadhalika. Nitoe tu hakikisho kwamba hadi hivi sasa hali ni tulivu, maisha yanaendelea kama kawaida. Matukio ambayo yanaonekana yakitokea yamekuwa yakiwahusu watu wengine na hayako kwa ukubwa hivyo kama ambavyo imeonekana ikirushwa na kadhalika. Wiki iliyopita palikuwa na tukio jingine lilionekana la mtu akishambuliwa katika duka. Pale ni katika jimbo la KwaZulu-Natal jijini Durban, ambapo raia mmoja wa kigeni wa nchi nyingine ambao nisingetaka kuitaja lakini si Mtanzania alionekana akishambuliwa na baadhi ya watu kwa sababu ambazo siwezi kuzifahamu, mimi na wewe hatuzifahamu, lakini alionekana akishambuliwa katika duka lile na watu waliomfuata dukani kwake na kumshambulia. Lakini kwa masikitiko makubwa ikaja tena ikaruka video mjongeo ikisema kwamba yule ni Mtanzania amefuatwa dukani kwake, anashambuliwa na wananchi wenye hasira kwa sababu ni raia wa kigeni na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo nitoe rai kwa watu wa maudhui, content creators,
katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na popote pale walipo. Masuala ya namna hii yanaweza yakazua taharuki kama ambavyo imeonekana kwa huko nyumbani, na yanaweza yakaleta masikitiko makubwa katika ya kimahusiano iwapo utaratibu wa aina hiyo utaendelea. Pale ambapo mtu amepata taarifa anahitaji kuirusha katika mtandao au kuitengenezea maudhui ya kimtandao, ni vyema akaihakiki taarifa hiyo kupitia vyanzo rasmi. Kwa huku Afrika Kusini tupo ubalozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kule Tanzania upo ubalozi wa Jamhuri ya Afrika ya Kusini. Lakini ipo pia wizara yetu ya mambo ya nje. Yupo pia waziri wetu wa mambo ya nje na viongozi wengine ambao tunaweza kwa namna moja ama nyingine kutoa taarifa ya kuthibitisha tukio ambalo content creator yoyote au mwana maudhui yoyote atatamani kuliandikia habari, ili tuweze kumhakikishia usahihi ama kutokuwa sahihi kwa taarifa anayoitaka kuileta, ili mwisho wa siku isiye kaleta taharuki na kusababisha watu kudhani kwamba kuna machafuko makubwa katika Jamhuri ya Afrika Kusini, jambo ambalo kwa namna moja ama nyingine niseme tu kwamba halipo katika kiwango hicho, na Watanzania wetu hakuna ambaye ameathirika kwa hilo. Basi kutoka Jamhuri ya Afrika Kusini napenda kutoa salamu nyingi za upendo, na kesho tarehe 27 ni siku ambayo taifa hili wanasherehekea sherehe zao za kumbukumbu ya uhuru wao, na sherehe hizi zinafanyika katika mji wa Bloemfontein. Mimi kwa niaba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa niaba ya Watanzania wengine tutaungana na ndugu zetu wa Afrika Kusini katika kumbukizi ya sherehe yao hiyo ya uhuru ambayo tunakwenda kuiadhimisha, na mgeni rasmi atakuwa ni Mheshimiwa Rais Cyril Matamela Ramaphosa, Rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kusini. Basi itoshe tukusema asanteni sana na ninawatakia asubuhi njema. Asante sana Mheshimiwa Balozi, nashukuru kwa muda wako, na hadi wakati mwingine tena. Ni mimi G. Family Kaguta kutoka Bongo Gaibon Media.